إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكمتكيا صلاة وسلام mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ninaihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu katika imani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lianna al-aqibata lilmuttaqin, kwa sababu mwisho mwema ni wa mchao Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه، anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, kwa hakika dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Wal muradu bid-din at-tariqa, na makusudio ya dini ni at-tariqa, ni njia na mwongozo anaofuata mtu katika maisha yake. Kila mwanadamu ana dini, hata kama atadai kuwa yeye hana dini, lakini mfumo wa maisha yake ndiyo dini yake, na kile anachokifuata na kukitii na kukinyenyekea ndiye Mola wake, sawa sawa iwe ni fikra ya mtu fulani, au kiwe ni kitabu cha fulani, au iwe ni akili yake au matamanio yake, huyo au hicho ndiyo au ndicho Mola wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu, hivi Muhammad humjui yule ambaye ameyafanya matamanio ya nafsi yake kuwa ndiyo Mola wake? Kwa hiyo hakuna yule ambaye hana dini, wala hakuna ambaye hana Mola anayemwabudu. Kila mmoja ana dini yake, na kila mmoja anayemwabudiwa anayemwabudu. Katika aya hii niliyoitanguliza, Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia kuwa njia na mfumo sahihi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuridhia kwa waja wake, na amewapa na amewatuma kwayo mitume yake, ni al-Islam, ni Uislamu aliyoufundisha Bwana Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi. Hakuna shaka kuwa Uislamu ndiyo mfumo wa haki, Uislamu ndiyo mfumo sahihi ambao kila mwanadamu anatakiwa mfumo huo aufuate. Na miongoni mwa dalili zinazoonyesha na kujulisha kuwa Uislamu ni dini ya haki, al-Islamu ya'muru bil imani bikulli haqqin wa sidqin wa birrin wa adlin wa sawabin. Miongoni mwa dalili zinazojulisha kuwa Uislamu ni dini ya haki
Uislamu unamwamrisha mwanadamu kuamini bikulli haqqin wa sidqin, kila haki na ukweli, wa birrin wa adlin, na wema na uadilifu, wa bikulli khairin wa salahin, na kila khairi na kila salah, na kila jambo ambalo ndani yake kuna salah na kutengeneza, wa khuluqin jamilin, na Uislamu umetuamrisha sisi tabia zilizokuwa njema. Wayanha, na Uislamu unakataza amma yudaddu dhalika, Uislamu unakataza yale yote yaliyokuwa kinyume na hayo. Hakuna kheri isipokuwa Uislamu umeamrisha, na hakuna shari isipokuwa Uislamu umekataza. Mmoja katika Mayahudi alimwambia Salmanul Islam, Salmanul Farisi radiyallahu anhu, allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khiraa. Salmani akamwambia ajal. Yahudi aliyasema maneno haya kwa lengo la kufanyia istihzaa Uislamu, kwamba mtume wenu nyinyi Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekufundisheni nyinyi kila kitu, hatta al-khiraa, mpaka adabu za kukidhi haja. Salmani akamwambia ajal, kwa sababu jambo hili ni manqaba wa laysat madhamma. Hili jambo ni sifa nzuri, ni madh kwa Uislamu, ni fadila, wa laysat madhamma, na wala siyo sifa mbaya. Hakuna khairi isipokuwa Uislamu umeielekeza. Allah anasema ma farratna fil kitabi min shay, hatujaacha katika Qur'ani chochote. Ma farratna fil kitabi min shay, hakuna khairi isipokuwa Uislamu umeielekeza, na hakuna shari isipokuwa Uislamu umeikataza. Na miongoni mwa dalili zinazoonyesha kuwa Uislamu ni dini ya haki, dini ya Uislamu ni dini iliyohifadhiwa, ni dini ambayo haiingiwi na mabadiliko. Hawezi mtu kuja kuuchezea Uislamu, mtu akabadilisha au akazidisha au akaichakachua Qur'ani kama vinavyochakachuliwa vitabu vingine, huzidishwa, hupunguzwa. Katika Qur'ani hakuna mtu atakayeleta jipya isipokuwa jambo lake litajulikana, isipokuwa atabainishwa na uovu wake utawekwa wazi. Ni mara ngapi dini hii inapigwa vita? Ni mara ngapi dini hii inachafuliwa? Lakini dini hii imebaki kuwa ni thabit, imethibiti dhidi ya vitimbi vya maadui wa Uislamu. Ni maneno mangapi yanayosemwa dhidi ya Uislamu? Ni kitu gani kilichobadilisha Uislamu? Ni kitu gani kilichobadilisha Uislamu? Ziko dini zimeingiwa na taharifu, zimebadilishwa. Wamekuja baadhi ya watu waovu wakabadilisha, lakini katika Uislamu hilo halipo, jambo ambalo linajulisha kuwa aliyoleta Mtume sallallahu alayhi wasallam na kitabu alichokuja nacho ni tanzilun min hakimin hamid, ni uteremsho unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye hikma, Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka mwenye kusifiwa. Miongoni mwa mahasini al-Islam, miongoni mwa mazuri ya Uislamu na miongoni mwa dalili zinazoonyesha kuwa Uislamu ni dini ya haki, mabniyun ala at-tauhid al-khalis, Uislamu umejengwa juu ya tauhid, juu ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi Waislamu hatuna miungu watu. Katika Uislamu hakuna Mungu mwana wala Mungu baba. Tunamwabudu Mola mmoja aliyetakasika,
aliyetuumba sisi na aliyetuongoza na anayeturuzuku. Tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni khaliqus samawati wal ardh, aliyeumba mbingu na ardhi. Tunamwabudu al-ghaniyul mughni, Allah subhanahu wa ta'ala aliyejitosheleza, al-mughni, mwenye kuwatosheleza wengine. Tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala al-barr rahim, Allah ni mwema, ni mwingi wa huruma, mwingi wa ihsan. Ni neema ngapi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizotuneemesha! Ni mara ngapi Allah ametuokoa sisi kutokana na mabalaa, ametuepusha sisi kutokana na shari. Huyu ndiye Mola wetu sisi Waislamu. Hatuabudu vinyamkera, wala sisi hatuwaombi wafu waliokufa vyovyote vile watakavyokuwa, si masharifu wala si mawali. Sisi hatuwaombi hao, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye tunayemtaka msaada. Nyoyo zetu tumezifungamanisha na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdik, utakasifu ni wa kwako na kila sifa njema ni za kwako, ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa dalili zinazoonyesha kuwa Uislamu ni dini ya haki, Uislamu ni dini ya haki, Qur'ani kusadikisha yale yaliyokuwa katika vitabu vilivyopita. Uislamu na Qur'an unasadikisha yale yaliyomo katika vitabu vilivyopita. Uislamu umeelezea kisa cha Adam na Hawa kama kilivyoelezwa katika vitabu vilivyopita. Uislamu umetuelezea habari za nyumati zilizopita, watu wa Ad, watu wa Thamud, watu wa Shuaib, watu wa Madian na wengine ambao wametajwa katika vitabu vilivyopita. Hili linaashiria kwamba hii ni dini ya haki. Hii Qur'ani ni kitabu kinachotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si maneno ya kiumbe wala si maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa dalili zinazoonyesha kuwa Uislamu ni dini ya haki ni muwafaqatuhu lil'aqli walfitra. Uislamu ni dini inayowafikiana na akili, na Uislamu ni dini inayowafikiana na maumbile. Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza at-taawun, kushirikiana ala albirri wattaqwa, kushirikiana katika wema na kushirikiana katika uchamungu, kwa sababu watu wanahitajiana. Watu wanahitajiana, hakuna aliyekamilika katika kila nyanja. Huwezi wewe ukawa daktari kisha wewe ukawa mkulima, wewe ukawa mwalimu. Wanadamu wanahitajiana. Wanawake wameambiwa watulizane majumbani mwao, na Waislamu na wanaume wanatakikana watoke wakawatafutie watu wao, pamoja kuwa watu wanakwenda kinyume na haya maagizo. Lakini hivi ndivyo Uislamu ulivyotufundisha, kwa sababu haya ndiyo yanayowafikiana na akili. Kila mtu aliyekuwa na akili salama anayatambua haya. Angalia leo jamii ilivyoharibika, angalia watoto walivyoharibika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwatoa wanawake ndani ya majumba yao, wakatoka nao wanapigana vikungo na wanaume majiani, katika madaladala, katika magari. Kwa hiyo nidhamu imeharibika. Hii ni miongoni mwa dalili kubwa zinazoonyesha kuwa Uislamu ni dini ya haki, na Uislamu ni dini aliyoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna shaka katika hilo. Ama mapungufu yaliyopatikana kwa Waislamu ni kwa sababu ya uzembe wao wenyewe Waislamu, na ni kwa sababu ya kuachana kwao na dini yao Waislamu. Wala udhaifu huu usinasibishwe katika Uislamu, usinasibishwe huu udhaifu katika Uislamu, bali kuunasibisha ni dhulmu mubin, ni matendo yao wenyewe Waislamu. Tazama al-usuru al-wusta, zama zakati,
kuanzia karne ya 4 miladia mpaka kuanzia karne ya 5 miladia mpaka karne ya 15, zama ambazo wa magharibi wanaziita ni usuru dhalam, ni zama za giza, kwa sababu wao wa magharibi walikuwa wamezama katika ujinga, walikuwa wajinga, hawajui kuvaa, hawajui kusoma. Tazama katika zama hizi namna waislamu walivyoendelea, al-asr adh-dhahabi lilmuslimin. Tazama waislamu katika kipindi hichi walichokuwa wameshikamana na dini yao, namna waislamu walivyopiga hatua. Hakuna umma uliokuwa mfano wao. Kwa nini tutazame kipindi hiki? Tutazame kipindi hicho watu waliposhikamana na Uislamu aliofundisha Bwana Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Halafu haya maendeleo ya nje, haya kiuhalisia sio maendeleo hakikatan. Ni maendeleo ndiyo, lakini kiuhalisia sio maendeleo ikiwa ndani yake hakuna akhlaq, hakuna tabia njema. Hao wa magharibi watu wanaowaitakidi kuwa wameendelea wanakusudia haya maendeleo ya nje. Sasa tutazame ukatili ulioenea katika nchi zao, tutazame ufuska na upuuzi ulioenea katika nchi zao. Wana tofauti gani na wanyama? Bal hum ashad, bali wao ni zaidi ya wanyama. Wana tofauti gani? Kwa hiyo ni maendeleo tu, lakini ukitazama chini yake na uhalisia wake ni ujinga na upotofu, ni kharabun. Kwa hiyo watu hawatakiwi kuhadaika na haya waliokuwa nayo wa magharibi. Watu hawatakiwi kuiacha dini yao kwa sababu ya udhaifu waliokuwa nao Waislamu. Hii ni dini ya haki, hakuna shaka ndani yake, na nusra ya Allah iko karibu. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake, wa idha qila lahum, na pindi wanapoambiwa makafiri, ittabi'u ma anzala Allah, fuateni aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala, fuateni Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Makafiri wao hujibu na kusema, qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi abaana, sisi hatufuati Uislamu bali sisi tunafuata yale tuliyowakuta nayo wazee wetu, tuliyowakuta nayo baba zetu. Huu Uislamu umeletwa na wakoloni wa Kiarabu, na lengo lao kuleta huu Uislamu ni kutaka kuturudisha sisi nyuma kimaendeleo. Kwa hiyo sisi tunafuata dini ya wazee wetu, sisi tunafuata dini ya babu zetu. Wazee wetu walikuwa wakiabudu mizimu, walikuwa wakiabudu mibuyu mikubwa, na sisi tunatakikana turejee katika yale walikuwa nayo wazee wetu. Tusikubali vitu vya kuletewa. Haya
ndio waliokuwa wakiyasema makafiri. Allah anayaeleza na leo hii anasema bal nattabi'u ma alfaina alayhi abaana, sisi tunafuata yale tuliyowakuta nayo babu zetu, wazee wetu. Wewe babu gani unaowakusudia? Wewe unayesema kwamba turejee kufuata dini ya babu zetu, ni babu gani, babu zako gani unaowakusudia wewe? Kwa sababu sisi baba yetu wa mwanzo Abul Bashar Adam alayhi salam, yeye alikuwa ni muwahhid. Adam alikuwa akimpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa ni Muislamu. Sasa babu zako gani unaowakusudia wewe? Babu gani hao unaowakusudia? Lau kama utasema kwamba mimi siamini kwamba alikuwepo huyo Adam, na sisi tunakwambia pia hatuamini kama hao babu zako walikuwepo. Kitu gani kilichokufanya wewe uamini kwamba babu zako walikuwepo alafu Adam hakuwepo? Ukisema kwamba mimi naamini kuwa walikuwepo kwa sababu mimi nipo na mimi sikupatikana bila ya baba na baba hakupatikana bila ya baba, na sisi tunakwambia pia hao babu zako hao hawakupatikana bila ya mababa na hao mababa hawakupatikana bila ya mababa mpaka kufikia kwa Adam. Sasa ni mababu gani unaowakusudia? Ikiwa wewe huamini kuwa Adam alikuwa ni Muislamu, basi na sisi hatuamini kuwa hao babu zako walikuwa wakiabudu mizimu. Kwa nini mnataka kuwachezea watu akili zao? Madarikul ulum, njia za kudiriki elimu yoyote unayojua wewe katika hii dunia, njia za kudiriki jambo, njia za kudiriki elimu ni tatu. Kwa nini nyinyi mzidhibiti hizi njia ziwe ni njia mbili au iwe ni njia moja? Njia za kudiriki mambo ni tatu. Njia ya kwanza ya kudiriki elimu ya aina yoyote ni alhis, hisia, ima kuona au kusikia au kunusa au kushika. Hizi ni njia za kudiriki mambo. Unasema gari lile pale, unajua kuwa lile ni gari kwa sababu umeliona. Unajua kuwa hapa kuna watu kadhaa, idadi kadhaa, kwa sababu umewaona. Hii ni katika njia za kudiriki mambo, na Allah ameeleza katika Qur'an, afala yasma'un afala yubsirun. Hivi watu hawaoni, watu hawazingatii, hawasikii. Na njia ya pili ya kudiriki mambo ni al-aqlu. Allah anaeleza katika Qur'an, afala yaqilun. Hivi hawazingatii watu hao. Na njia ya tatu ni al-khabaru sahih, habari iliyokuwa sahihi. Sisi tumeelezwa kuwa Adam alikuwepo na sisi tunaamini kwa sababu aliyetuelezea ni al-alimul khabir. Kama wewe ulivyoelezwa kwamba babu zako walikuwa wakiabudu mibuyu, kama leo hii tunavyoamini kwamba Marekani ipo na hali ya kuwa wengine bado hatujafika, lakini tunaamini kwa sababu tumeelezwa na habari ni habari sahihi, na habari ni habari iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo Allah anawaeleza watu hawa wanapoambiwa fuateni Uislamu. Sisi hatufuati Uislamu, sisi tutafuata wazee wetu waabudu mizimu waliokuwa wanakula nyama mbichi na mengine mfano wa hayo. Sasa Allah anawajibu watu hawa, Allah anawajibu. Hakuna shubha yoyote itakayoletwa hivi leo isipokuwa katika Qur'ani kuna jawabu lake. Allah anawajibu wajinga hao waovu, anawabainishia kukuambia, awalau kana abauhum la yaqiluna shay'a wala yahtadun. Hivi nyinyi mnawafuata babu zenu hata kama hao babu zenu walikuwa hawadiriki chochote? Hoja si kuletwa, hoja iko kilicholetwa kinafaa au hakifai. Kwani tumeletewa vitu vingapi? Tumeletewa vitu vingapi? Kama hoja ni kuwafuata wazee, tuweni hizi nguo, tuvae ngozi, tuache kutumia mitandao, tuache kutumia usafiri. Sio kila kilicholetwa hakifai. Ikiwa ni hivyo, hata wewe hufai, kwa sababu wewe mwenyewe pia umeletwa. Wewe mwenyewe si umeletwa, ulikuwepo wewe, basi wewe pia hufai kwa sababu wewe umeletwa. Allah anaeleza, awalau kana abau la yaqiluna shay'a. Hata kama hao baba zao walikuwa ni wajinga, hawajui chochote, kisa tibabu waliabudu mzimu, waliabudu mdomba, na mimi niabudu mdomba. Huo ujinga uliopitiliza. Kisa babu aliabudu mbuyu na sisi tuabudu mbuyu. Awalau kana abau la yaqiluna shay'a. Hata kama wao walikuwa hawajui lolote, wala yahtadun, wala walikuwa hawajaongoka.
Kwa hiyo ibra si babu, ibra si babu alifanya, hiyo sio kigezo eti kwa kuwa dini imeletwa dini hii sio sahihi. Nani aliyekwambia? Wewe vingapi ulivyoletewa? Wewe ni vitu vingapi ulivyoletewa? Ibra si kuletwa, ibra hicho kilicholetwa ni sahihi au sio sahihi. Ibra sio mababu wala baba wala wazee. Kama walikuwa wamepotea, sisi tutawaacha na mambo yao, tutafuata dini sahihi aliyoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala. awalau kana abauhum la yaqiluna shay'a wala yahtadun, hivi mtawafuata hao wazee wenu hata kama wao walikuwa hawadiriki chochote wala walikuwa hawajaongoka? Uislamu ndio dini ya haki. Uislamu, msibabaishwe. Uislamu ndiyo dini ya haki, hakuna shaka ndani yake. Hakuna mtu anayeweza kusimama dhidi ya Uislamu, hakuna yoyote yule. Mtu yoyote hawezi kusimama dhidi ya hii dini ya Uislamu, aseme atakavyosema, aropokwe atakavyoropokwa. Uislamu ni thabit swamit, hakuna wa kuuangusha huu Uislamu, na Waislamu wataendelea kuwepo ila ayati ya amru Allahi azza wa jalla. Msibabaishwe, thibitini katika dini yenu. Hii ni dini ya haki na ndiyo dini aliyoiridhia Allah, na wala hakuna shaka ndani yake. Thibitini na muwasomeshe watoto wenu na vizazi vyenu dini hii ya Uislamu. Nusra ya Allah iko karibu ikiwa sisi tutarejea katika dini ya Uislamu aliyofundisha Bwana Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ewe Mola wetu ya Rabbi, tunakuomba umhifadhi na umlinde rais wa nchi hii, na Allah subhanahu wa ta'ala tunakuomba umpe wasaidizi waliokuwa wema, wale ambao watakumsaidia katika yale unayoyapenda na kuyaridhia. Ewe Allah, ihifadhi amani ya nchi hii na nchi zote za Waislamu ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.